Kuna muda unaona kabisa kwamba wewe mwenzangu unamuonea. Ujai hata kukaa ukaregret kwamba yani ukajuta kwamba kwa kweli hiki nilichofanya nimemkosea. Hebu angalia tu situation ambayo mwenzao alitoka. Ametoka kwenye mazingira ya nyumbani. Kwa unajua hakuna kitu mzazi ana feel proud kama kuona anamuozesha binti yake katika namna ya amani nzuri, kukiwa labda na sherehe wanasherehekea. I believe hiyo siku wakati mnaona hata vigelegele havikwepo. Sio kitu kizuri. Mlipigia vigelegele siku mvuka mnaona. Hapana. You see? Sio kitu kizuri. Kwa hiyo mzazi anajifeel sawa mwanangu ameenda tu, lakini imagine amekuvumilia 3 times una cheat. And hapa kwenye Lazaro huko unazungumza unasema kwamba mwanaume and as long as yeye ni mke tayari ameshaolewa, kwa hiyo mimi nampa kila kitu. What do you mean unavyosema kwamba I say Monty? Sijui nisemeje, lakini mimi binafsi mke wangu namheshimu sana. Mbona unamcheat? Na tukitoka kwenye masuala ya kucheat, tukitoka kwenye Lazaro na viboko 70, believe it. Tukitoka kwenye masuala ya kucheat, mke wangu mimi akinifumaniaga namuomba msamaha. Unajua kuna wanaume kwamba wanafumaniwaga alafu wanakaza, yani kwamba mimi sijacheat, sijacheat. Haya sawa nimecheat, unatakaje? Mimi siko hivyo. Mimi nikijua mke wangu amejua, kwanza kitu ambacho kinanisaidiaga au Mungu amenibariki, mwanamke wangu akiwa amekasirika, mimi najua mke wangu kakasirika. Lazima ujue, si utakuwa umekasirisha. Na najua kakasirika kwa sababu fulani. Umeona? Mke wangu mimi nimemfundisha, cha kwanza kabisa nimemfundisha utundu nimemfundisha mimi mwenyewe. Mimi nimemwoa huyu ajui kitu kuhusu simu sijui nini. Nimemfundisha mimi mwenyewe. Umeona? Kwa kila kona, yani kila kona ambayo inajulikana inaweza ikaharibu mahusiano, yeye anaijua. Sio Snapchat, sio TikTok, sio DM za Insta, sio wapi, yani kila kona anaijua. Umeona? Kwa hiyo mimi mpaka mwanamke anipate au mimi mpaka nimpate mwanamke ni vigumu. Umeona? Kwa hiyo ikitokea nimepata chance ndio ile unakuta nimesahau kufuta vimessage. Yaani unazidi kunikwaza hata usiongee. Ilikuwaje ukasamea usaliti mara 3? Wenzako unajua wengine sisi wenye roho ndogo. Mara ya kwanza kidogo unaweza kuvumilia, depends na atakwambia nini. Mara ya pili urudi tena nyuma. Wewe mwenzetu umerudi mara 3, inabidi wewe mwenyekiti wa chama cha wanawake aise. Uliwezaje? Nilimsamehe kwa sababu ninampenda, alafu kitu kingine yani kwenye matunzo yuko vizuri. Na kumpata mwanaume ambaye yuko hivi kwa sasa hivi ni vigumu. Kwa hiyo nilivumilia, japokuwa niliumia. Kwenye matunzo yuko vizuri vipi? Hapo ndo nataka kujua. Kwamba hela ni za yaani mwangalia simalizi. Kwamba hela ni za kutosha ama matunzo gani exactly unayozungumzia? yani kitu chochote ninachokitaka ananipa tena kwa wakati huo. Yeah. Kwa hiyo nikamsamehe, ngopo sina jinsi. Una moyo mgumu. Na mwanamke umepata, ndugu yangu, hongera katika hilo. Maana ungepata mwanamke mwingine sijui saizi ningeshakuwa ila ni muda mrefu. Sasa nimeshakuwa mtu mzima. Na mtoto au watoto? Tuna mtoto mmoja. Tuna mtoto mmoja sasa hivi anasoma Kenya. Ana miaka 4 sasa hivi. Tuna mtoto mmoja wa kike. Mungu alitujalia 2022 ndo tulimpata. Mtoto wetu tulimpata japo acha tu yani changamoto. Yani nikikumbuka hizo ndo sehemu ambazo nikizikumbuka hata nilishiwa mpaka na hisia. Yani nilikuwa naona wanawake kama wavulana. Kwa nini? Unajua kuna wakati Mungu anakupitisha kwenye mambo ambayo yani kuna muda unapitia changamoto ambazo we mwenyewe unaona kama au huyu mwanamke ndo tayari hizi ni laana wazazi wake wamempa, yani kwamba sitakiwi kuwa naye, natakiwa nimwache. Dada, mimi nilipitia changamoto ambazo kwa watu wa kawaida nikiwaelezea, watu ambao hawajawahi kupitia situation kama hizo hawawezi wakaniamini. Mimi ilifikia mahali mke wangu mimi anajifungua sipo naye. Yupo hospitali amejifungua kwa operation. Hospitali ya Longido pale. Mimi niko Moshi napambana.
sipo naye hapo, nataki yani sio sipo naye tu, sipatikani hata kwenye simu. Umeona? Hiyo siku anajifungua, mimi nimekamatwa, niko kituo cha polisi. Nimekamatwa. Kwa hiyo mama yake anapiga simu, unajua kuna zile imani, anapiga simu aniambie sijui fungua mkanda, mkeo anataka ajifungue. Mimi niko kituo cha polisi, simu haipatikani, nimekamatwa. Wakati hata mkanda umeuvua kabisa. Mkanda nimeufunga, nilikuwa nimekamatwa. Nilipokamatwa ni tumesukumiwa ndani, unajua ile sukuma ingia huko. Mambuzi yani mambo ni mengi. Kwa hiyo mkanda wangu ulikuwa nimeukaza kweli kweli, yani nimekonda, yani hata ile style ya kufunga yenyewe ni ile umetoboa tundu lingine kwa huko. Inabidi uongeze. Kwa hiyo ile siku anajifungua, mimi nilikuwa kituo cha polisi. Asubuhi natoka ndo nawasha simu. Mamko ananipigia ananiambia mkeo amejifungua, inahitajika damu. Nitakiwa uje umuongezee damu na inahitajika 80,000 sasa hivi. Sina hata 100. Umeona? Na 15,000 kituoni nimetoa shilingi 40,000 ndo nitoke. Hapo nilikamatwa na pikipiki usiku. Sikuwa na namna, nikamtumia ile 15,000. Mamangu alinitukana ile siku, sitakaga ni sawa. Kwa 15,000 hiyo. Akaniambia kwa hiyo hela mimi inanisaidia nini? Vitu vingine hata siwezi nikaviongea. Ila yale maneno yaliniuma sana. Nikamwambia mama, sisi ipo siku mambo yatabadilika. Alafu huyo unayemwamini sana, kuna siku ambaye ndo atakuwa ana maana kabisa kwako. Sasa hivi mambo yamebadilika, unayonaje? Kwa sasa hivi ngoja kwanza nikupe story kidogo. Ngoja kwanza. Sawa. Kwa